ya 24 mstari ule wa 14. Maandiko yanasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Maandiko yanatueleza wazi ya kwamba nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo tumepewa habari njema za ufalme wa Mungu. Haleluya. Na kipindi hichi tuliona tangu siku ya kwanza ya kwamba ni kipindi cha neema kwa ajili ya wanadamu wote. Ni wakati ambapo Mungu anataka wanadamu wote waweze kuokolewa na kuvutwa, kuingizwa katika ufalme wake. Haleluya. Kwa hiyo, kwa njia ya kanisa, injili ya Mungu, injili ambayo ni habari njema za ufalme wa Mungu, zinahubiriwa kwa wazi. Hazihubiriwi mahali pasiri. Labda mngejisingizia kwamba tumejificha makanisani, lakini habari njema za ufalme wa Mungu zinahubiriwa kwa uwazi kwenye viwanja kama hivi ambavyo viko wazi. Kila mmoja ana uhuru wa kusikia. Tena kuna spika nzuri zinakuletea ujumbe hapo nyumbani hata kama hujafika. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakutaka kwa kila namna. Juhudi zote ambazo unaziona, sauti unazozisikia zikihubiri habari njema, ni sauti ya Mungu iliyoko mtaani, inayokutafuta, inayokuvuta katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako, Yesu yuko mtaani akiokoa. Mwambie Yesu yuko Mabamba akiokoa. Haleluya. Haleluya. Okay. Haleluya. Okay. Tuangalie mwanzo wa kuhubiriwa kwa hizi habari njema za ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 mstari ule wa 1 na wa 2. Mwambie mwenzako, leo tuna safari ndefu. Mwambie tuna safari nzuri. Mwambie tutasafiri katika maandiko. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 mstari wa 1 na ule wa 2, maandiko yanasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 3 anasema, kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Haleluya. Kwa mfano, rais leo hii akasema ya kwamba anakuja hapa Mabamba. Mojawapo ya kitu ambacho kitakuwa ni dhahiri, mtashangaa namna ambavyo barabara zimetengenezwa chini ya nusu sekunde. Utashangaa namna ambavyo ofisi za kijiji zimepakwa rangi. Utashangaa namna ambavyo watu wamepangiliwa kwa ajili ya kupokea ujio wa rais. Haleluya. Sasa sikieni kitu ambacho maandiko yanatuambia, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Maana yake Yohana Mbatizaji ndiye yule mjumbe ambaye alitumwa na Mungu kwa ajili ya kuandaa watu kumpokea mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana Mbatizaji ndiye mjumbe aliyetumwa kutangulia kwa ajili ya kuandaa mazingira ya kumpokea mfalme. Haleluya. Mazingira yake anayaandaa kwa ujumbe huu. Mstari wa 2, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.
Yohana anawaambia taifa la Israeli, anawaambia ulimwengu kwa ujumla ya kwamba mfalme anakuja. Anawaambia mfalme anakuja. Na katika ujio wa mfalme anawaambia taifa la Israeli, tubuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii nataka uone kitu cha muhimu hapo. Ufalme wa Mungu unaanza kwa kuhubiriwa habari ya toba. Ufalme wa Mungu unaanza na ujumbe huu hapa ulimwenguni, tubuni. Mwambie mwenzako akili yako iwe live. Mwambie iwe live bila chenga. Habari ya ufalme wa Mungu inaanza kuhubiriwa kwa neno tubuni. Sura ya 4 ya kitabu cha Mathayo mstari ule wa 17. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 mstari ule wa 17. Haleluya. Maandiko yanasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana Mbatizaji anaanza kwa kusema tubuni. Yesu anaanza huduma yake kwa kusema tubuni. Kwa hiyo mojawapo ya hatua muhimu ya kupokea ufalme wa Mungu ni toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote unaponisikia, mahali popote unaponisikia, hatua ya kwanza katika kuupokea ufalme wa Mungu ni toba. Na mnisikie kwa makini. Neno toba leo hii linatumiwa ndivyo sivyo. Neno toba tafsiri yake ni kubadilisha namna ya mtazamo wako, au ni kubadilisha namna ya kufikiri kwako, ambako kutapelekea badiliko katika matendo au mwenendo. Narudia tena. Nasema hivi, neno tubu au neno toba tafsiri yake ni badiliko katika namna ya kufikiri inayopelekea badiliko katika namna ya mwenendo au matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo toba inaanzia na mabadiliko katika ufahamu wako, kisha mabadiliko hayo yanaenda katika mwenendo. Nisikieni kwa makini. Njoo mtumishi wa Mungu. Sasa muangalie huku kwa makini. Njoo simama hapa. Utaenda kuelekea kule. Okay, twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Uelekeo wake ni upi? Mbele, si ndiye? Mimi nataka afanyeje? Arudi nyuma, si ndiye? Ninapomvuta nyuma, yeye anafanya nini? Anang'ang'ania kwenda mbele. Shida ni nini? Hajui ninachotaka. Lakini kwa mfano, nenda mbele. Almasi, rudi huku. Mmeona hiyo taarifa ilivyobadilisha mwenendo? Mmeona hiyo taarifa ilivyobadilisha mwenendo? Huko ndiko kutubu. Rudi mtu wa Mungu. Nisikie kwa makini. Toba inaanza na taarifa sahihi katika ufahamu wa mtu
ile taarifa sahihi inapelekea mabadiliko katika maisha ya mtu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaanza na taarifa sahihi katika ufahamu wa watu. Hizo taarifa sahihi zinaleta mabadiliko katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na neno toba linahusisha kugeuka. Haleluya. Nilikuwa ninakwenda uelekeo huu, nikiambiwa tubu, maana yake ninageuka, ninaanza kurudi. Maana yake ni tendo linalokwenda kinyume na lile la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, kwa kuwa habari njema ya ufalme ilipotoshwa, Mungu anapoanza tena upya kuuleta ufalme wake, anaanza kwa kuambia watu, geukeni katika namna ya kwanza ya elimu mliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo habari njema inaanza kwa kuambia watu waanze na badiliko katika namna ya kwanza ya elimu ambayo waliipokea. Kwa hiyo unaenda kinyume na ile elimu ya dunia, ile elimu ya mwovu ambayo uliipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nisikieni kwa makini. Shetani ndiye aliyekuwa wa kwanza kuasi. Shetani ndiye aliyekuwa wa kwanza kuasi ufalme wa Mungu. Wapenzi, tunaposema neno dhambi, tafsiri ya neno dhambi, dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, ni kwenda kinyume na mamlaka. Kwa mfano, tukisema leo kuna waasi hapa Tanzania, maana yake ni mtu au kundi la watu ambalo linakwenda kinyume na serikali iliyopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi ni uasi, na huyu muasi wa kwanza alikuwa ni Shetani, ambaye aliamua kimakusudi kwenda kinyume na utawala wa Mungu. Akataka kujiinua apate kujilinganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ufalme wake ulianzaje hapa duniani? Ufalme wa Shetani ulianza hapa duniani kwa njia ya uongo. Shetani alimdanganya Adam na Hawa wayakiuke maagizo makamilifu ya Mungu. Sikiliza, taarifa ya Mungu ilikuwa ni hii: ukila matunda ya mti huu hakika utakufa. Taarifa ya Shetani ilikuwa ni hii: amesemaje vile? Tukila matunda ya mti tutakufa. Akawaambia hakika hamtakufa. Ukiangalia maneno hayo ni maneno ambayo yameenda kinyume kabisa na kile ambacho Mungu alikuwa amekisema. Na Adam na Hawa walipodanganyika na kuingia katika mtego wa Shetani, tangu hapo walianza kuwa watumwa wa dhambi, wakawa watumwa wa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa watumwa wa dhambi, wakawa watumwa wa Shetani. Mnisikie kwa makini. Tangu wakati huo ufalme wa Shetani ukajichukulia utawala hapa duniani. Na huo ufalme wa Shetani ulianzia katika moyo wa Adam na Hawa walipoikubali elimu ya Shetani
Kwa hiyo ninaupokea ufalme kwa elimu. Walipopokea elimu ya shetani, waliupokea ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu hapo shetani akajichukulia utawala duniani. Kaini na Habili wanazaliwa. Tunaona vita inaanzia hapo. Kumbuka Mwanzo 3:15, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, uzao wako utamponda kisigino. Nisikie kwa makini. Uzao wa nyoka ni wale ambao wanatenda kazi kwa kufuatia ufalme wa shetani. Uzao wa mwanamke ni wale wanaotenda kazi kufuatia utawala wa Mungu au ufalme wa Mungu. Watoto wawili tunapewa kama mfano katika maandiko. Mmoja jina lake ni Kaini. Huyu Kaini alichagua kuutumikia ufalme wa shetani. Na mmoja jina lake ni Habili. Huyu Habili alichagua kuutumikia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwambia kwa nini. Nisikie kwa makini. Adam na Hawa walipoanguka katika dhambi, wakajitengenezea majani ya miti. Mungu akawaambia, hii sio njia ya ninyi kuokolewa na kutolewa utumwani. Majani ya miti ambayo jana tulisema ni matendo ya sheria, sio njia ya kuokolewa kutoka kwenye hali ya dhambi. Mungu akamchinja mwanakondoo kuwaonyesha ya kwamba namna pekee ya ninyi kutolewa kutoka katika utawala wa dhambi ni kwa njia ya mauti ya mwanakondoo. Na jana tukasema huyo mwanakondoo ni mwanakondoo wa Mungu, Yesu Kristo. Sura ya 4. Kaini na Habili wamekuja duniani. Kaini na Habili wamekuja duniani. Wana uhuru wa kuchagua kama vile Adam na Hawa walivyokuwa na uhuru wa kuchagua. Wanaamua kuchagua aidha ufalme wa Mungu au ufalme wa shetani. Habili anaonyesha unyenyekevu wake katika namna ya elimu ambayo ni elimu ya Mungu, elimu kuhusiana na ukombozi. Anapoambiwa leta sadaka, analeta mwana kondoo, ishara ya kwamba nitaokolewa kwa mwana kondoo. Lakini Kaini hautaki utawala wa Mungu. Anapoambiwa alete sadaka, anaenda kinyume na ile namna ya elimu. Badala ya kuleta mwanakondoo, analeta mazao ya nchi. Mungu anamwambia Kaini, kwani ukitenda vyema hautakubaliwa? Maana yake kutenda vyema ni nini? Leta mwanakondoo kama mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Na tangu hapo, kumbuka, nitaweka uadui. Tangu hapo Kaini anashika kisasi na ndugu yake Habili. Habili amempendeza Mungu. Kaini anafanya kisasi dhidi ya ndugu yake, anamuinukia ndugu yake, anamuua. Nisikieni, ufalme wa shetani hapa duniani ulisimikwa kwa njia kubwa ya kwanza, udanganyifu au uongo, ukifuatiwa na mauaji. Na hata leo dini yoyote iliyoanza na kupotosha habari njema za ufalme wa Mungu na ikaendeleza utaratibu wake katika kuwaua wale waliochagua ufalme wa Mungu, dini hiyo ni dini ya kishetani. Haleluya, haleluya. Na kama
upo katika dini hiyo na unaamini maandiko ya Torati ya Musa, basi asikiae na afahamu, asomae na ajue. Ni wakati wa kutoka huko. Narudia tena, nasema ni wakati wa kutoka kwenye dini za kishetani, dini zinazoenda kinyume na mpango mkamilifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baadhi ya watu mioyoni mwao wanasema ya kwamba uogopi utapigwa mawe kufa. Niko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Hatuwezi kuupotosha ukweli. Hatuwezi kuacha kusema ukweli. Tu mashahidi wa kweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tangu mwanzo wa ulimwengu tunaona ufalme wa Mungu ukipigwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnisikie kwa makini. Yesu anaanza huduma yake, anawaambia watu tubuni. Maana yake ondokeni katika ile namna ya elimu ambayo shetani ameingiza duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tokea hapo tunaona ni mwendo wa uasi dhidi ya ufalme wa Mungu. Sura ya 11 ya kitabu kile cha Mwanzo kinaonyesha mkusanyiko wa mataifa 70 yanayokwenda kinyume na utawala wa Mungu. Wanajenga mnara wa Babeli ili wapate kuupindua utawala wa Mungu. Lakini Mungu hakuonyesha kushindwa. Anachafua lugha, wanatofautiana, wakiisha kusambaratika, kila mmoja akapita kona yake, wameshindwa vita. Mungu anamuinua Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamuinua Abraham. Katika Abraham anampa uzao ambao ulikuwa ni Isaka. Na anamwambia Ibrahim ya kwamba uzao wako utatawala malango ya adui zako. Kitu ambacho Mungu alimwambia Adam na Hawa pale bustanini ya kwamba mzao wa mwanamke atamponda kichwa. Mungu anamwambia Ibrahim tena ya kwamba huyu mzao wako atatawala malango ya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Huyu mzao ni nani? Huyu mzao ni Masihi. Huyu mzao ni nani? Huyu mzao ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa uasi haukuwepo hapo. Ukisogea mbele kwenye kitabu kile cha Hesabu, utakuta watu watatu. Mmoja anaitwa Kora, mwingine anaitwa Abinadabu, mwingine anaitwa utakuta watu watatu. Mmoja anaitwa Kora, mwingine anaitwa Dathan na mwingine anaitwa Abiram. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Hesabu sura ya 16 utakwenda kusoma kwa wakati wako. Hesabu sura ya 16 utakuta hao watu watatu, Kora, Abiram na Dathan. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Kora ni wakati ule ambapo Musa na Haruni wanawatoa taifa la Israeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani. Katika huo mchakato wakiwa jangwani, Kora, Abiram na Dathan wanaanzisha uasi katikati ya lile taifa la Mungu. Taifa lile ambalo Mungu aliliinua kupitia Ibrahim. Kora anang'ang'ania nafasi ya ukuhani wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Abiram na Dathan wanang'ang'ania nafasi ya Musa.
Tafsiri ya tukio hilo ni nini? Sikiliza, Musa na Haruni ni viongozi wanaoongoza kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo ni wapakwa mafuta wa Mungu. Kwa maneno mengine, ni masihi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wanaosoma watafahamu neno masihi, tafsiri yake ni mpakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kora, Abiram na Dathan wanaenda kinyume na utawala wa Mungu kupitia Musa na Haruni. Kwa hiyo bila shaka Kora, Abiram, Dathan ni mawakili wa shetani. Wanaenda kinyume na ufalme wa Mungu au utawala wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Uasi haukuishia hapo. Tunaona kipindi cha Samuel. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 8, utakuta watu wa taifa la Israeli wanamwendea Samueli, wanamwambia kwamba wewe umeshazeeka, watoto wako hawafuati njia zako, tufanyie mfalme tufanane na mataifa mengine. Tufanyie mfalme tufanane na mataifa mengine. Samueli anajiuliza swali, mbona kama katika lile agano la mlima Sinai, lile agano la kwanza, mbona tulisema Mungu atakuwa mfalme wetu? Hii kesi inamshinda Samueli kuamua. Samueli anaenda anamwambia Mungu, Mungu wamesema hivi, wanataka mfalme wafanane na mataifa mengine. Mungu anamwambia Samueli neno moja, anamwambia hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Okay, labda tuusome huo mstari. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 8. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ile ya 8. Twende pale. Huu ni mchakato tunaouona wa ufalme wa shetani. Tawaonyesha namna unavyotenda kazi. Mwetu wavumilivu. Sura ile ya 8, nisome moja kwa moja kabisa kwenye ule mstari wa 7. Okay, nisome mstari wa 6 na nisome mstari kuanzia wa 4 mpaka ule wa 7. Maandiko yanasema, ndipo Samueli wa kwanza sura ya 8 kuanzia mstari ule wa 4. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Mstari wa 6, lakini neno hili likawa baya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa hiyo jambo ambalo watu wa Israeli walikuwa wanalifanya ilikuwa ni uasi dhidi ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Ilikuwa ni uasi dhidi ya ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Na angalia, Mungu anamwambia Samueli, mimi nimekuweka hapo. Kwa hiyo walivyokukataa wewe, hawakukukataa wewe, bali walinikataa mimi niliyekuweka hapo. Kwa hiyo ni uasi dhidi ya masihi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Labda niokoe muda kwa kuwaonyesha kilele cha uasi huo.
Haleluya. Fungua pamoja na mimi Zaburi ile ya pili. Nitawaonyesha uasi au kilele cha uasi wa huyu mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, Zaburi ya pili kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masiya wake. Angalia mstari wa pili tena. Anasema wafalme wa dunia wanajipanga, wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masiya wake. Wanataka kufanya nini? Angalia ule mstari wa tatu. Anasema na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, uasi huu unaozungumzwa katika Zaburi ya pili ni uasi dhidi ya Bwana Yehova, Mungu wa kweli, muumba wa mbingu na nchi, na Masihi wake. Na mchakato wao ni huu, ya kwamba na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Maana yake kiufupi ni kwamba hatutaki utawala wao. Hatutaki utawala wa huyo Bwana wala wa Masihi wake. Swali, kwa nini nimeuita ni kilele cha uasi? Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Hapa ni baada ya Petro na Yohana kufanya ule muujiza wa kumfufua yule ya kumsaidia yule kiwete akatembea tena. Haleluya. Hapa ni baada ya Petro na Yohana kufanya ule muujiza wa kumsaidia kiwete akatembea tena. Nisikieni kwa makini. Baada ya ule muujiza walikamatwa na kupelekwa baraza. Kuna baraza ya Kiyahudi inaitwa Sanhedrin. Walipelekwa katika ile baraza ili wakatazwe kuhubiri kwa jina la Yesu. Kwenye ile baraza wale watu walishindwa kushindana na Petro na Yohana. Petro na Yohana waliwauliza, ni haki kwetu sisi kumsikiliza Mungu au kuwasikiliza nyinyi? Maana yake amri ya kuhubiri kwa jina la Yesu waliipokea kutoka kwa Mungu na si kutoka kwa wanadamu. Wale watu waliposhindwa kushindana nao, waliwakamata wakawapiga. Baada ya hapo wakawaachia, wakiwaambia msiseme tena kwa jina la Yesu. Lakini angalia kwanza ule mstari wa 23. Matendo ya Mitume sura ya 4 kwanza ule mstari wa 23. Maandiko yanasema, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Bwana, wewe ndiye Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, kwamba mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Haleluya. Mstari wa 27 anasema, maana ni kweli. Mwambie mwenzako, maana ni kweli. Sasa kumbuka, maneno hayo tumeyasoma kwenye Zaburi ya pili, ya kwamba mataifa wanafanya ghasia. Mataifa wanafanya ghasia, makabila wanatafakari ubatili. Anasema wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Sikia,
wale wanafunzi wanaendelea kufafanua kile ambacho kimezungumzwa katika Zaburi ya pili. Anasema ule mstari wa 27, maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Kwa hiyo uasi uliokuwa unazungumzwa kwenye Zaburi ya pili tunaona ukitokea nyakati za Kristo. Maana yake maana yake aliyekuwa anaisukuma mioyo ya hawa wafalme, mioyo ya hawa makabila, mioyo ya hawa wakuu ni Shetani, ili waende kinyume cha utawala na ufalme wa Mungu ulioanzishwa na Kristo. Na kwa mawazo ya Shetani alifikiri kwamba ataweka ukomo wa utawala wa Mungu kwa njia ya kumwondosha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alifikiri akimwondosha Kristo, akimuua Kristo, atakuwa ameleta mwisho wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mstari wa 4 kwenye Zaburi ya pili. Wale mnaotumia Biblia msifunike hapo, fungua Zaburi ya 4. Kuna mstari nikuonyeshe. Zaburi ile ya pili, Zaburi ile ya pili, nataka uone mstari ule wa 4. Zaburi ya pili, angalia ule mstari wa 4. Yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Yeye aketie mbinguni anafanya nini? Yeye aketie mbinguni anafanya nini? Yes. Nani anaweza akanipa mfano wa alivyocheka pale mbinguni? Nipe mfano. Nani anaweza akanipa mfano? Nani anaweza akanipa mfano namna ambavyo Mungu alicheka? Jamani, Mungu hakucheka kistaarabu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanafikiri, unajua watu hawajui kutabasamu na kucheka. Ukimwambia mtu cheka anafanya. Bwana asifiwe sana. Mungu mbinguni alicheka. Kwa nini? Kwa sababu anajua kile ambacho Shetani anakifikiri. Shetani anachokifikiri, alikuwa anafikiri ni kuleta mwisho wa mpango wa Mungu, lakini kumbe Mungu ametambua ya kwamba kile anachotaka kukifanya Shetani anaweza akakifanya vizuri zaidi. Mwambie mwenzako hey. Mwambie hey. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kwenye ile Matendo ya Mitume, usome kitu ambacho yule mwanafunzi anakiandika. Mstari ule wa 27 tena, tuanzie pale kuendelea mbele. Anasema, maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Angalia mstari wa 28, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Sasa utaelewa kwa nini Mungu alicheka. Angalia, anasema wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Ufalme wa Mungu umeanzishwa kwa njia ya ujio wa Yesu, kufa kwake na kufuka kwake. Kwa hiyo Shetani alipoisukuma mioyo ya watu wakamsulubisha Yesu, hakujua kwamba anamsaidia Mungu kutimiza mpango wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya Mungu ni juu sana. Nitawashangaa mpaka kesho watu ambao wanashindana na hekima ya Mungu. Mtu anaambiwa
Mungu alifanyika mwili akaja kwa ajili ya kutuokoa, anasema haiwezekani. Ni kwa sababu hekima yako ni ndogo kuliko ya sisimizi. Ndo kwa taarifa yako. Mstari wa 29, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu, kuonesha ya kwamba walikuwa sahihi. Mstari wa 31, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikieni kwa makini. Shetani alitaka kuleta mwisho wa utawala wa Mungu. Ili nini? Ili aweze kutawala milele. Lakini mpango huo haukufanikiwa. Na kumbukeni, alianza kumtafuta Yesu tangu alipokuwa anazaliwa. Alianza kumtafuta nani? Yesu tangu anaanza kufanyaje? Kuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu alijua huyu ndiye anayekuja kuangusha utawala wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Ni jambo gani ambalo nataka ulione jioni ya leo? Nataka uone jambo hili. Shetani tangu mwanzo ametenda kazi kupitia mioyo ya watu, ili apate kwenda kinyume cha mpango mkamilifu wa Mungu, ili apate kwenda kinyume cha ufalme wa Mungu. Nisikieni kwa makini. Kuna roho ambayo tunaisikia habari zake sasa ikinenwa. Roho hiyo inaitwa roho ya mpinga Kristo. Wapenzi, nataka niwaonye kwa jina la Bwana Yesu. Roho ya mpinga Kristo sasa iko duniani na inatenda kazi. Roho hiyo kama vile ilivyokuwa tangu mwanzo inataka kwenda kinyume cha mpango wa Mungu. Nisikie, amekosa swaga, sasa anatafuta watakaomsindikiza jehanamu. Usiwe mmoja wao. Narudia, nasema hivi, Shetani sasa hivi hawezi tena kuuzuia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anachokifanya, anatafuta members, anatafuta washiriki, anatafuta wakwenda kupiga naye story kule kwenye ziwa la moto. Hivi kule kutakuwa na kupigana story Sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi yuko kazini. Roho yake inaitwa roho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo yeyote yule anayekwambia ya kwamba Yesu Kristo hakuja kutuokoa, Yesu Kristo hakufa msalabani, Yesu Kristo hakufufuka, huyo ndiye yule mpinga Kristo. Anatenda kazi pamoja na Shetani kutafuta wenzie wa kwenda nao jehanamu. Usiwe mmoja wao. Kama uko nyumbani, kama upo sokoni, kama uko kazini, barabarani, mahali popote, nasema hivi, Shetani sasa anatenda kazi kupitia mioyo ya watu, kupitia vinywa vya watu. Kama vile ambavyo Mungu anatafuta watu kwa ajili ya ufalme wake, Shetani naye anatafuta wakwenda naye katika ziwa la moto. Usiwe mmoja wao. Narudia tena, usiwe mmoja wao. Yesu akatoa mfano wa tajiri pamoja na Lazaro. Lazaro aliukubali ufalme wa Mungu. Tajiri aliukataa ufalme wa Mungu. Mwisho wa siku, Lazaro alienda kifuani pa Ibrahim akijiandaa kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu. Lazaro alienda kifuani pa Ibrahim
tayari kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu. Lakini tajiri alitupwa katika lile ziwa la moto, kwenye kilio na kusaga meno. Na alipokuwepo pale, alisema, sawa, mimi tayari nimeshatokea wapi? Hapa. Ni kweli kwamba ninapata nini? Mateso. Lakini hebu tuma basi watu wawaambie ndugu zangu kwamba msije huku. Ibrahimu akawaambia, wanao kina Musa watawaambia. Tajiri akamwambia, unajua Ibrahimu, kuna kitu hujaelewa yani kina Musa hawawezi kueleweka, mimi mwenyewe sikumuelewa. Anasema, tuma mmoja aliyeonja, tuma mmoja aliyekutana na huu moto hapa, aende awasimulia ilivyo, labda hawatakuja huku. Ibrahimu akamwambia, hiyo kitu haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri mliopewa ndio sisi tulioko hapa duniani. Hakuna mtu atakayetumwa kutoka kuzimu, wala hakuna mwingine atakayetumwa kutoka mbinguni. Ni sisi tunaokuambia habari za wokovu. Na leo ninapaza sauti yangu, nasema, tubu, ukubali ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Niwaambieni kitu kimoja, nisingekubali kuja kuichezea sauti yangu hapa kama sikutumwa na Mwokozi Yesu Kristo. Mnaona hawa ndugu hawa, mnaona hawa watumishi hao wametoka kutoka huko walikokuwa, wamekuja hapa si kwa sababu wana hela za kuchezea. Mmenisikia? Ni kwa kuwa Mungu amewatuma kwa ajili yako. Hataki uende katika ziwa la moto, hataki upotee katika mauti ya milele. Anakutaka, nasema anakutaka. Uwe Muislamu anakutaka, uwe Mkristo anakutaka, uwe mpagani anakutaka, uwe mchawi anakutaka, uwe mzinzi anakutaka. Nasema anakutaka. Na nasema hivi, ni mwanzo tu, na bado mtazisikia habari njema za ufalme wa Mungu. Hiki ni kipindi cha neema kwa kila namna. Mungu anakutaka. Ndio maana jana niliwaambia, hata wale wanaomkejeli Yesu na kumdhihaki na kumkufuru, nasema hivi, kufa hawafi mpaka waisikie habari njema, mpaka ziwaingie, mpaka zipenetrate, zifike kwenye fahamu zao, zipenye kwenye mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata yule aliyetoa bango, Bwana anamtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila mimi nilimpenda yule aliyetoa bango, asikwambie mtu. Kwa nini watu watuangalie kwenye bango, waache kuja kwenye mkutano? Toa kabisa, waje hapa wanione uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukasimama juu kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu umeanza na neno tubu. Kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo shetani alipotosha ulimwengu, alipotosha watu wa Mungu. Haleluya. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa haki, ni ufalme wa amani, ni ufalme usiokuwa na mwisho, ni ufalme usiokuwa na mateso, ni ufalme usiokuwa na dhihaka, ni ufalme usiokuwa na machozi. Wakati huu Bwana Yesu anawataka watu wote.
Muislamu mahali popote ulipo, Ebu usiukubali udanganyifu wa shetani. Ebu ligeuze tumaini lako kwa Bwana Yesu. Ndiye mfalme wa kweli. Unajua, kati ya wafalme ambao wamekuwa ni wafalme wa kipekee ni Yesu. Nisikieni kwa makini. Hata leo rais wa nchi analindwa. Mmenisikia? Wafalme wanalindwa. Watu wanajitoa maisha yao kufa kwa ajili ya mfalme. Yaani kuliko ule mfalme auawe, bora ajiweke hapo yeye auawe. Lakini Yesu ni mfalme wa pekee sana. Aliwalinda watu wake. Aliutoa uhai wake kwa ajili ya watu wake. Ni ajabu sana leo hii watu kumkataa mfalme kama huyu. Usiwe miongoni mwao. Usiwe miongoni mwao. Siku ya hukumu iko karibu kuliko unavyofikiri. Tumaini pekee ni Bwana Yesu. Tumaini pekee ni mfalme Yesu Kristo. Tumaini pekee ni huyu tunayekuhubiria habari zake leo, awezaye kukupa uzima wa milele nafsini mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Arnold, mahali popote ulipo. Mtumishi wa Mungu Almas. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha waimbaji hapa wataimba. Leo hii ni siku yako ya kufanya uamuzi. Usiseme ni baadaye. Usiseme ni kesho. Mungu anakutaka sasa hivi. Maandiko yanasema saa ya wokovu ni sasa. Hii ndio siku iliyokubaliwa kwa ajili yako. Popote unapoisikia sauti hii, Mungu amekukusudia uzima wa milele. Mungu amekusudia uzima wa milele. Yes. Ikiwa ni siku yetu ya 6 jioni ya leo, tena tunatoa mwaliko mkuu kwa wale ambao wanatamani kumpokea Yesu Kristo. Tumezisikiliza habari za neno la Mungu, na ninajua wako watu wengi wanatamani kutoka kwenye ile adha ya ziwa la moto ambalo linakuja. Na kwa wakati huu basi ninapenda kuwakaribisha tena. Hii yote ni kwa ajili yenu, sio kwa ajili ya mtu mwingine yeyote. Wokovu ni kwa ajili yako binafsi. Na jioni ya leo, kama unatamani kumpokea huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza tukanyosha mkono wako popote pale ulipo. Kama unatamani kujiokoa kutoka kwenye lile ziwa la moto ambalo linakuja, unaweza tukanyosha mkono wako pale ulipo. Watumishi wa Mungu wako mahali hapa kwa ajili yako. Na kama uko nyumbani, uko dukani, uko njiani, uko sokoni, sehemu yoyote ambayo unasikia sauti hii, bado Mungu wetu hazuiliwi na jiografia. Yuko pamoja na wewe, anakuona, na kwa moyo wako unaweza ukafanya uamuzi jioni hii ya leo, ikiwa ni mwaliko wa siku nyingine. Tuna siku moja tu imebaki mbele yetu. Tuitumie vizuri jioni ya leo kwa ajili ya kupokea ile kalama ya Mungu, kalama ya wokovu, kalama ya uzima wa milele jioni ya leo. Basi ikiwa unaisikia sauti hii na watumishi wa Mungu wakiendelea kuimba, kama unatamani kumpokea Yesu Kristo jioni ya leo, kama unatamani kupata msamaha wa dhambi, unaweza tukanyoosha mkono wako hapo ulipo, na watumishi wa Mungu watakuwa pamoja na wewe kwa ajili ya kukuhudumia. Mungu anaendelea kutupa nafasi, wakazi wa kijiji cha Mabamu. Mungu anaendelea kutupa nafasi. Mungu anaendelea kutupa nafasi ya kuupokea uzima wa milele. Mungu anaendelea kutupa nafasi ya kuokolewa.
Mungu anaendelea kutupa nafasi ya kutoka kwenye ile shida ya ziwa la moto ambalo linakuja. Neema ya Mungu inafunuliwa tena jioni ya leo. Neema ya Mungu inafunuliwa tena jioni ya leo. Neema ya Mungu inafunuliwa tena jioni ya leo. Sisi tuliokuwa kwenye dhambi tunarudi mbele za Yesu Kristo. Sisi tuliokuwa kwenye shida tunarudi mbele za Yesu Kristo. Sisi tuliokuwa kwenye utumwa wa kazi za yule adui tunarudi mbele za Yesu Kristo. Tunarudi mbele za Yesu Kristo jioni hii ya leo, ikiwa neema ya Mungu imefunuliwa, ikiwa neema ya Mungu inafanya kazi. Popote pale ambapo unaisikia sauti hii, popote pale ambapo unaisikia sauti hii, Bwana Yesu anakupenda. Bwana Yesu anakupenda, naye anatamani jioni ya leo ukaweze kuupokea wokovu. Jioni ya leo ukaweze kuupokea wokovu. Yes, neema ya Mungu inaendelea kuhubiriwa na Mungu anaendelea kuwaita watu wake. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Basi kwa niaba ya watu wote ambao wako maeneo yote ambao wanaisikia sauti hii jioni ya leo, tena tunakwenda kutoa nafasi ya watu kumpokea Yesu Kristo. Tunakwenda kutoa nafasi ya watu kutembea na Yesu Kristo. Kwa hiyo popote pale ambapo unaisikia sauti hii, kama umesikiliza vyema ujumbe wa neno la Mungu ambao mtumishi wa Bwana amekwisha kutambulisha kwenu jioni ya leo, ninatamani tu kwa pamoja tukaombe pamoja sala fupi sana, na mimi ninakuhakikishia baada ya sala hiyo wewe utakuwa ni kiumbe kipya kwa neema ya Kristo Yesu ambayo imeachiliwa. Basi utarudia tu maneno haya popote pale ulipo, na kisha mara baada ya hapo utakuwa umepokea msamaha wa dhambi. Tuseme: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako ambayo imeniokoa. Ninakushukuru kwa msamaha wa dhambi ambao jioni ya leo unanitoa kwenye adhabu ya ziwa la moto inayokuja. Na kuanzia sasa ninakuamini wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kuanzia sasa ninampokea yule Roho anayenifanya kuzaliwa mara ya pili, ili siku ile ukirudi tena na mimi nikawe miongoni mwao watakao kwenda pamoja na wewe. Ninayaomba haya nikikuamini kupitia jina la Yesu. Tumchapie Yesu Kristo makofi na vigelegele kwa ajili ya wote ambao Mungu anaendelea kuachilia neema hii ya wao kupokea uzima wa milele. Basi jioni ya leo tutakuwa tunaendelea na maombezi mbalimbali. Naomba niwakaribishe watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo, kwa maana Mungu wetu anaendelea kuokoa, anaendelea kuponya na shuhuda mbalimbali